Haleluya, haleluya. Basi ni jioni njema ambayo Kristo ametujalia siku ya leo, ni kwa sababu tu ya neema yake ambayo ametupa na ametuneemesha sana. Tumeamana sio kwa ajili ya nguvu zetu wala elimu zetu, bali ni kwa neema iliyofanya umeamuka siku ya leo, asubuhi ya leo, na umefika jioni ya leo. Basi ni kwa neema ambayo ametujalia. Basi nawakaribisha wote wanabiashara, watu wa soko, katika jioni ya leo tukaweza kushiriki neno kwa ufupi na tutabarikiwa in Jesus name. Wacha tukaweze kuomba na tukaweze kubarikiwa. Baba, tunakuinua kwa sababu ya watu wote ambao Bwana umewaamsha asubuhi, wamefika jioni ya leo, wanapumua sio kwa ajili ya nguvu zao, bali ni kwa neema. Na Mungu, jioni ya leo tumekuinulia neno ambalo ni neno la neema. Basi siku ya leo tunakutukuza, tukikemea kila maneno yote ambayo inapinga neno lako. In Jesus name, amen, amen. Basi tutaenda kusoma neno, na hili neno liko katika kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu kuanzia mstari wa Hesabu 21 mstari wa 4 mpaka wa 9. Neno linasema, Hesabu 21 mstari ni wa 4 mpaka wa 9. Basi nitasoma. Wakasafiri kutoka mlima Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakanung'unika manung'uniko mbele za Mungu, na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapa chakula wala hapana maji, na roho zetu zinapania chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakaumwa, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka wa shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Basi tutasoma John chapter 3 verse 14. John chapter 3 verse 14. Yohana 3 mlango ni wa 14. Basi neno linasema hivi, mlango wa 14 na 15. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, hivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi ya kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Basi na Mungu akalibariki andiko siku ya leo kwa wapita njia
Kwa wanabiashara, wewe ambao umepumzika pale unakula, basi kuna chakula kingine ambacho hauwezi kusikia njaa, yote hiyo unakula na mwishowe utaenda uiachilie huku kwingine. Lakini kuna chakula kingine ambacho ni neno la Mungu, ambalo hiki ukikula hakika kiko na uzima, hautasikia njaa maishani mwako. Basi neno linasema hivi katika Hesabu 21 tumesoma pale ya kwamba huyu ni Musa ambaye Mungu alikuwa anamtumia, ya kwamba siku moja wana wa Israeli walikuwa wameambiwa waende Kanani, ya kwamba walikuwa wameambiwa hapo ndipo Kanani, lakini kwa sababu ya manunguniko kulikuwa na shortcut ya kwenda Kanani, lakini Mungu aliwaacha wapite njia mrefu. Ni kwa sababu ya manunguniko yao, lakini kulikuwa na shortcut ya kuingia pale Kanani, lakini Mungu aliwaacha wapitie njia mrefu. Ni kwa sababu Mungu alijua manunguniko ya hao wana wa Israeli, na ndiposa waliponung'unika, Biblia inasema Mungu alituma nyoka wa moto akaanza kuwauma wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa na mioyo ya backsliding, mioyo ya kuabudu miungu mingine, mioyo ambayo ni ya kufanya Mungu akasirike. Na ndio maana Mungu alituma nyoka za moto zikawa kukula kuuma wana wa Israeli, wakaanza kukufa. Biblia inasema walianza kukufa pale jangwani, walianza kukufa moja kwa moja. Ni kwa sababu gani? Ya kunung'unika mbele ya Mungu na mbele ya Musa. Lakini tunaona sasa hiyo ilikuwa ni watu walikuwa wameagizwa kwa sheria, maana hao watu walikuwa wamekaa kwa sheria. Lakini tunakuja kwa neema ya Mungu, neema ya Kristo ambaye ametuleta kwa neema kwa ajili ya msalaba. Basi hii msalaba ninaongelea msalaba wa Kristo, maana pale hapo mwanzo tunaona msalaba ulitengenezwa wa nyoka. Kwa hivyo Mungu aliagiza Musa akaweza kutengeneza msalaba wa nyoka, na huu msalaba ukawekwa nyoka juu yake, nyoka wa shaba, ili kila mmoja amtazamaye yule nyoka basi akaweza kupona, kwa sababu ya hizi nyoka zilikuwa zimeuma. Kwa hivyo kuna nyoka ya shaba, kuna msalaba wa nyoka wa shaba, na kuna msalaba wa Kristo. Na huu msalaba wa nyoka basi una represent msalaba wa Kristo ambaye John tumesoma in John chapter 3 verse 14 to 15 ya kwamba kuna nyoka, kuna Yesu ataweza kuinuliwa jinsi nyoka aliinuliwa pale jangwani. Kwa hivyo mwana wa Adamu alitainuliwa. Huyu ni Yesu, alikuwa anatabiri kwa ajili ya kifo chake, ya kwamba mwana wa Adamu atainuliwa jinsi nyoka wa shaba aliinuliwa pale jangwani. Kwa hivyo kuna msalaba wa nyoka na msalaba wa Kristo. Na msalaba wa nyoka huo tunaona ya kwamba watu waliishi kwa sheria, wana wa Israeli waliishi kwa sheria na wakapuuza sheria ya Mungu, wakaanza kunung'unika. Lakini sasa tuko kwa neema. Saa hii Mungu hawezi tuma nyoka zikuume, hata kama unatenda dhambi hawezi tuma. Ni kwa sababu tuko kwa neema, ni kwa sababu bado tunakula kwa neema, tunaishi kwa neema, tunavaa kwa neema. Kwa hivyo Mungu ni wa neema. Sasa saa hii hawezi tuma nyoka ikuume, hata kama uko na wazee watatu, hata kama uko na wake waine,
Mungu hawezi tuma saini mabaya kwako, maana neema iko kila mahali. Maana mvua ikinyesha, inanyesha kwa mchawi, inanyesha kwa mganga, inanyesha kwa mtu mzuri, ni kwa sababu ya neema yake ya upendo. Na ndio maana Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akaupenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee aje duniani, na ni huyo mwana ni Yesu Kristo, ambaye yeye aliinuliwa pale msalabani. Alikuja kwa ajili ya Wayahudi, lakini Wayahudi walimkataa, Waisraeli walimkataa. Sasa ni sisi watu wa mataifa ambao tulikuwa hatujulikani. Sisi, wewe ni mtu wa mataifa, sisi ambao tunahubiri, sisi hatukuwa tunajulikana na Mungu. Wewe ambaye umekaa mahali pale, wewe mwanabiashara, huko unajulikana na Mungu. Mungu alikuwa anajulikana, Mungu wa Wayahudi, Mungu wa Israeli. Ni kwa sababu hata mataifa mengine walikuwa wanasema, huyo Mungu wa Israeli, huyo Mungu wa Wayahudi. Lakini saa hii si Mungu wa Wayahudi, ni Mungu wa mchawi, ni Mungu wa mrogi, ni Mungu wa kahaba, ni Mungu ambaye ni wa watu wote. Kwa hivyo ni Mungu ambaye ni wa watu wote. Saa hii ndio maana tuko kwa neema, ni kwa sababu anaitwa Mungu wa watu wote. Na ndio maana huwa tunapeleka ibada ya mioyo yetu, huwa tunatoa miili zetu kama dhabihu kwake. Ni kwa sababu saa hii basi hatupeleki dhabihu kwa mapasta ama kwa mabikoni kwa ajili ya dhambi. Saa hii kila mmoja ana access msalaba wa Kristo. Wewe kama unataka kusamehewa, basi kuna msalaba wa Yesu Kristo, ambapo ni Yesu wa Nazareti. Basi wewe mchawi, wewe kahaba, wewe ambaye hautosheki labda na vitu vingine vya dunia, basi kuna msalaba ambao ni wa Kristo Yesu Kristo. Ukikuja mahali pale unasamehewa. Lakini tunaona wana wa Israeli hawa hawakuwa na neema. Ni kwa sababu walikuwa wameamrishwa ya kwamba dhambi zao lazima ukuje na ng'ombe, lazima ukuje na kondoo, upatie kuhani achinje. Ni kwa sababu wana wa Israeli walikuwa chini ya sheria, na ndio maana walikuwa wanakuja na mbuzi. Mama anakuja na mbuzi, mzee anakuja na mbuzi, amelala na mke wenyewe, anakuja na mbuzi na anabuza kwa kichwa cha mbuzi, anasema dhambi zangu zote nimetransfer kwa mbuzi. Basi analetea kuhani na kuhani anaichinja. Alafu hiyo dhabihu ya mbuzi ilikuwa inakusimamia basi dhambi kwa mwaka moja, 365 days. Ukipeleka mbuzi kwa ajili ya dhambi zake, inakusimamia kwa mwaka moja. Hiyo mwaka ingine tena unapeleka. Lakini sasa hatutazami msalaba wa nyoka wa shaba. Saa hii tuko huru, kila mmoja anaweza kuaccess msalaba wa Yesu Kristo, maana ni kwa neema ambayo ameachilia kwa makabila, kila kabila zote, ya kwamba ziaccess msalaba wake. Maana yeye ndio aliacha ufalme wake kule mbinguni, akashuka akazaliwa kama mwanadamu ili ateswe, akomboe mwanadamu ili tuwe huru. Ni kwa sababu ya msalaba wa Kristo ambaye aliweza kutundikwa pale msalabani. Kwa hivyo sasa hatuenendi kwa nyoka wa shaba. Saa hii nyoka wa shaba basi aliisha, hatuyuko tena chini ya sheria, tuko kwa msalaba wa Kristo. Maana Paulo anaongea in Galatians chapter 3 verse 13 ya kwamba tumekombolewa kupitia msalaba wa Kristo, tumekombolewa kupitia kwa damu ya Kristo, tumekombolewa, hatuyuko tena
tena chini ya sheria, bali tumekombolewa, tunaishi kwa neema, tunavaa kwa neema, tunatoa kwa neema, tunakula kwa neema. Kwa hivyo neema ndio imetulinda sisi kanisa la Kristo. Kwa hivyo nimekuja kutangaza msalaba wa Kristo. Kuna msalaba wa Kristo, wapendwa. Wewe kama mchungaji wako anakuambianga toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako, mama unatenda dhambi, tena unaambiwa toa mbinguni, tena unaambiwa toa 20, basi wewe msalaba wako ni wa nyoka wa shaba, bado uko chini ya sheria. Haujagundua damu ya Yesu, haujagundua msalaba wa Kristo, haujagundua alikuja kutukomboa mimi na mtaka, haujagundua alikuja kukomboa Muluya na Mkikuyu, haujagundua alikuja kukomboa Mkalenjin. Yesu ni wa wote. Wewe ambao unasemanga Yesu ni wa mlima wa Kirinyaga, basi huyo si Yesu. Ako ni kamungu kako kamlima na Kirinyaga. Yesu ni wa wote. Yesu ni wa Kaaba. Yesu ni wa mchawi. Yesu ni wa mrogi. Yesu ni wa Kaaba. Yeye ameachilia neema kwa kila mtu, na saa hii kwa ikinyesha haichagui kwa mchawi, inanyesha kote kwa sababu ya neema yake. Kwa hivyo neema hii ilikuja na msalaba ambao Yesu alitindikwa pale msalabani, na ndio maana in John chapter 3 verse 14 ya kwamba mwana wa Adamu akatindikwa pale msalabani, jinsi nyoka wa shaba aliwekwa. Kwa hivyo saa hii hatutazami nyoka wa shaba. Saa hii kila mmoja anaweza kuaccess msalaba wa Kristo. Wewe mchawi wa area hii unayeroga biashara wenyewe, unaweza access msalaba wa Kristo. Ukiamua kumpokea Yesu Kristo, basi kuna msalaba wa kila mtu. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda mkamba, Mungu akapenda mchawi, Mungu akapenda kahaba, akamtoa mwana wake wa pekee kwa sababu ya neema. Basi sasa kuna msalaba wa Kristo aliyemwaga damu kwa ajili ya dhambi zote. Kwa hivyo kama unaambiwana na bishopu wako na aposto wako na nabii wako toa dhabihu kwa ajili ya dhambi, wewe uko chini ya sheria na wewe umerogwa na huyo mchawi. Huyo bishopu anayekwambia toa kwa ajili ya dhambi zako ni mchawi. Huyo nabii anayekwambia toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako ni mchawi. Bado hapo chini ya sheria, na sheria, basi watu walio chini ya sheria wamelaaniwa. Basi wewe na huyo nabii umelaaniwa, wewe na huyo bishop umelaaniwa, kwa sababu imeandikwa katika Waibrania 10:26 ya kwamba hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Yesu alimaliza pale msalabani. Yesu alimaliza pale msalabani. Msalaba wa Yesu alisema pale msalabani in John 19 verse 30, yote imekwisha. Hakuna tena kutoa dhabihu, hakuna tena kuchinja ng'ombe, hakuna tena kuchinja damu za ng'ombe. Basi alisema pale msalabani, ukisoma John 19 verse 30, yote imekwisha. Kwa hivyo tunatazama msalaba wa Kristo, msalaba wa Yesu Kristo aliyekufa pale na akaweza kukomboa ulimwengu. Ulimwengu ni mimi na wewe, ulimwengu ni mimi na wewe dada. Kwa hivyo kuna msalaba wa Kristo ambao unaongea neema, kuna msalaba ambao ulitupatia neema, na ndio maana ukiamuka unaamuka kwa neema, ukikula unakula kwa neema, ukilala ni neema ya Mungu. Ukilala basi haujui kama utaamuka. Ukilala unakwamba umeenda hata chakula chako hakipata, lakini ukiamuka asubuhi
basi ni neema ya Kristo imekufanya ufunue hiyo siku. Kwa hivyo usiseme ni diploma yako, usiseme ni karatasi zako, usiseme ni nguvu zako, ni neema ya Mungu. Kwa hivyo kuna msalaba ambao ni wa Kristo wapendwa, ambao msalaba huu kila mmoja alipatiwa, ambaye anamwamini. Ukitaka kuamini, basi tazama Yesu, tazama msalaba wake ambao alituondoa kwa sheria akatuingiza kwa neema yake. Basi nimekuja kuchallenge wale wanahubiri wangu, toa dhabihu kwa ajili ya biashara yako, toa dhabihu kwa ajili ya firstborn wako, toa dhabihu kwa ajili ya bwana wako. Hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Waibrania 10:26. Kwa hivyo wewe ambao unasulutishwa ya kwamba toa dhabihu, wewe uko chini ya sheria na umelaaniwa na huyo pasta, na huyo pasta amelaaniwa, na ninyi wote mmeambatana, mmeelekezwa kwa ziwa la moto. Ni kwa sababu Paulo anaongea katika Wagalatia 3:10 ya kwamba wale watu wako chini ya sheria wamelaaniwa. Mstari wa 13 ya kwamba tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, tumekombolewa kwa msalaba. Kwa hivyo kuna msalaba wapendwa, hatuyuko tena kwa msalaba wa nyoka wa shaba, hatuyuko tena chini ya sheria, hatupatiani dhabihu kwa ajili ya dhambi. Wewe ambaye unasulubishwa, basi siku ya leo jua ya kwamba you are dead man walking. Wale wanasulubishwa, toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako. Na ndio maana unatenda dhambi, unajua tu pasta ataniambia hiyo dhambi nitatoa 2,500. Hiyo dhambi ambayo nililala na deacon nitatoa 10,000. Wewe na deacon na pasta, you are dead man walking. You are going to hell. Haujagundua msalaba? Kuna msalaba wa Kristo, kuna msalaba ambao alijitoa, na ndio maana Paulo anafika Wagalatia anawaambia in Galatians chapter 3 verse 1, ni nani aliyewaroga? Nami ninauliza, ni nani aliyekuroga mzee? Ni nani aliyekuroga kijana? Ni nani aliyekuroga mwanabiashara? Kuambiwa toa dhabihu kwa ajili ya firstborn wako, toa dhabihu kwa ajili ya secondborn wako. Mama, kama uko na watoto 20, utabaki maskini na huyo pasta akinunua maprado hapo kiona, na utauza nyanya kwa Januari kabisa, maana wewe umedanganywa. Toa dhabihu kwa ajili ya biashara yako, toa pesa fulani. Na ndio maana watu hawasomani neno la Mungu, ni kwa sababu ndio maana wanaponiwangwa na kuambiwa toa 399, toa 345, toa 350. Ni kwa sababu haujagundua neno la Mungu, haujagundua msalaba wa Kristo. Basi utaendelea kuambiwa toa 349. Lakini kwa msalaba huu ambao ni wa Kristo tunatoa kwa sababu tunampenda, ni kwa sababu Roho Mtakatifu anatuongoza, ni kwa sababu tuko na imani kwake, ni kwa sababu tumefunguliwa, ni kwa sababu tuko huru. Hatutoi kwa kulazimishwa, hatutoi kwa kusulubishwa. Paulo anasema mzuri katika 2 Corinthians ya kwamba mtu anatoa kwa ajili, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, mtu anatoa kwa ajili ya moyo wake, sio kwa kusulubishwa. Lakini wewe umesulubishwa na nabii wako, wewe umesulubishwa toa 388, wewe umesulubishwa toa 799, basi uko chini ya huyo bishop, uko chini ya huyo pastor wako, maana umesulubishwa kutoa kwa Yesu
kwa neema hatushirikishwi. Kwa neema tunatoa ni kwa sababu tuko na furaha. Kwa neema tunatoa ni kwa sababu tuko na imani. Kwa neema tunatoa ni kwa sababu tuko na furaha kwa Mungu na tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini wewe unayesulubishwa toa 399 leo nimekuja kukusaliti mwana biashara, hauna Roho Mtakatifu. Wewe ambao unasulubishwangwa toa 345 na kuambia hauna Roho Mtakatifu. Wewe uko na maroho na mmekamatana na mtu mwenye ako na maroho. Basi siku ya leo omba Roho Mtakatifu aingie ndani yako akuoneshe kutoa, maana kwa neema hatushirikishwi. Na ndio maana wachungaji raundi wanasimamanga mahali sadaka iko, wanasimama mahali watu wanatolea sadaka. Leo wamekopi Yesu, wanakujanga ukitoa shilingi 20 hata wakwambii barikiwa, wananyamaza. Lakini ukitoa 1000 mama kuja nikuombee special prayer. Lakini wewe unayetoa mbao hata hakuna barikiwa. Sasa wanakopi mtindo wa Kristo. Ndiyo, Yesu alisimama pale aone, lakini kumbuka Yesu aliposimama mahali pa kutoa, kuna watu walikuwa wanatoa madhaodao, kuna watu walikuwa wanatoa pesa mingi, lakini kulikuwa na mjane mmoja aliyekuja kutoa. Yesu akaambia wanafunzi, hakika huyu ametoa haja ya moyo wake wote, maana alitoa vibaya. Kwa hivyo kuna watu wanasulubishwa, na siku ya leo basi hawayuko tena chini ya sheria, tuko chini ya neema. Na neema basi ni mtu kujitolea kama yule mjane. Basi siku ya leo kuna msalaba wa Kristo, na huu msalaba basi ndio Yesu aliweza kumwaga damu kwa ajili ya makabila wote. Kwa hivyo siku ya leo wanasoko wapita njia jua ya kwamba saa hii hatuyuko tena chini ya sheria, hatuyuko tena chini ambapo ni msalaba wa nyoka wa shaba, bali tuko kwa msalaba wa Kristo. Tuko kwa msalaba wa Kristo aliyemwaga damu yake kwa ajili ya makabila zote. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua kwa watu wa mahali hapa, tunakuinua kwa ajili ya wapita njia wale wote Bwana wamesikia jinsi msalaba wako unanena mambo makuu. Yesu, tunawafunika na damu ya Yesu. Pokea sifa na utukufu. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen.